Naitwa Ankoji na ripoti kutokea kijiji cha Kabanga, kata ya Kabanga, wilayani Ngara, mkoani Kagera, ambapo Hamim Baruani amekuwa ni mgeni rasmi katika mahafali ya kwanza kabisa katika kituo ama shule ya kulelea watoto mchana ya New Intelligence Daycare ambayo inapatikana hapa katika kijiji cha Kabanga, kata ya Kabanga, wilayani Ngara, ambapo pia licha ya kuwa mgeni rasmi amepata nafasi ya kutoa mchango wake kwa ajili ya kuboresha shule hiyo. Niseme ukweli, kwangu mimi kituo hiki ni kipya. Ndio mara ya kwanza nafika mazingira haya yakiwa na kituo hiki. Hapo kabla sikuwa nikitambua kwamba kuna jambo kama hili. Nikupongeze sana. Lakini kwanza nikupongeze kwa uthubutu wa kupata wazo la kufikiria kwanza jambo la namna hii. Hii ni sehemu ya maendeleo katika Kabanga yetu na ndio kukua kwenyewe kwa mji. Hongereni sana. Sema kwamba nina uwezo wa kutatua changamoto zenu nitakuwa muongo. Lakini nami nina mchango wangu mdogo ambao naweza nikawawezesheni na nyie mkajigusa vile mtakavyoweza, mkafanya kwa kile kinachowezekana. Naamini mlianza na wazo, baadaye mkaliweka kwenye utekelezaji, mkapata eneo, mkaanza ujenzi, hatimaye mmefikia hapa mlipo. Kwa maana hiyo hata kwa baadaye taratibu hatua mwishowe mtafika kule ambako mmedhamiria. Naamini wote ambao huwa wanaanza na sifuri ndio wanakwenda moja mpaka wanafikia kule walikodhamiria. Sasa mimi kwa changamoto ambazo nimeziona, naomba mimi nije niwachangie. Mimi nitawachangia tripu moja ya mchanga ya kuwawezesha, au utaweza kuangalia gharama ya mchanga ambayo inaweza mimi ikanigharimu kama shilingi 100,000. Niwape hiyo fedha keshi au niwape huo mchanga. Kile utakachokiona au mtakachokiona ambacho kinaweza kuwabeba zaidi. Inawezekana mchanga mnao, mkaamua hiyo fedha muende mkaitumie kununulia simenti au mambo mengine. Lakini mimi uwezo wangu ni huu. Naomba nianzie hapo. Lakini kwa wale ambao wana mapenzi mema na kutamani kuona maendeleo ya kituo chetu na kutamani kuona maendeleo ya Kabanga yetu, wanaweza na wao wakachangia. Hili jambo si jambo la maendeleo kwa muhusika mwenyewe, yani mmiliki wa kituo. Ni jambo la maendeleo ya wanakabanga wote. Leo hii watoto ambao wanalelewa hapa au watoto wanaofundishwa hapa, hawa watoto si kwa manufaa ya muhusika mwenye kituo. Hawa watoto ni watoto wetu wote. Na kesho kutwa mtoto wangu anaweza nikamleta hapa, au mtoto wako na wewe ambaye haujamleta hapo kamleta hapa, akapata manufaa au akafaidika kutokana na kuwepo kwa kituo hiki. Kwa hiyo kwa wale ambao wataguswa, wanaweza wakachangia. Anayeweza kuchangia mfuko mmoja wa simenti, anayeweza akachangia bati moja, anayeweza akachangia misumari, chochote kile ambacho anaweza akachangia, akawezesha ili ujenzi huu ufanikiwe. Mimi nawaombeni sana wazazi, ndugu zangu, tusaidiane. Hawa waliokuwa na ndoto au wazo wa kuanzisha kituo hiki waweze kufanikiwa, na sisi tukiwa tumewashika mkono, na historia ije ituandike kwamba na sisi ni wahusika katika ujenzi wa kituo hiki cha New Intelligence. Mimi nawashukuruni na watakieni kila laheri. Nimeona mna watoto wamechangamka. Watoto nimeona kama MC anavyosema wana vibe. Sasa ukiona mtoto kama amechangamka namna hiyo, maana yake anakuelezea kwamba anafurahia mazingira ambayo mmemlea katika kipindi ambacho mmekuwa naye. Kwa hiyo hata uwezo wa kidarasani, uwezo wa kimasomo huenda ukawa uko vizuri kulingana na ule uchangamfu tunaouona kwa watoto wetu. Hivi tu vina maana kubwa sana. Lakini pia naomba nitoe pongezi kwa wazazi mliochukua maamuzi ya kuleta watoto wenu hapa. Mmeleta watoto wenu kwa upendo, lakini na wale ambao bado tumewabakiza nyumbani hawajafikia muda wa kuanza masomo, pale muda utakapofika
tuwalete katika kituo hiki. Mwalimu Yohana, nakusihi na nakushauri kama mdogo wangu, hii ndoto yako ilikuwa ndoto, sasa imekuwa uhalisia. Hebu endelea kuisimamia. Ipo siku Mungu ataifikisha kule wewe ulikodhamiria, na utafika kwa uwezo wa Mungu. Lakini wazazi, tuendelee kumuunga mkono, tuendelee kumsapoti, tuendelee kumshauri kijana huyu na walimu wa shule hii pamoja na walimu wa vituo vingine. Tuendelee kuwaunga mkono, tuendelee kuwashauri, kuwahamasisha waendeleze vipaji vya watoto wetu, lakini na kuwaomba wawalee watoto wetu katika maadili yanayostahili, maadili yetu ya Kiafrika, maadili ya Kitanzania. Mwisho, naomba kuwashukuru tena uongozi wa shule ambao wameniona ninaweza kuwa sehemu ya sherehe hii. Nawashukuruni sana, lakini nawashukuru na nyie wazazi kwa uvumilivu, utulivu mpaka shughuli hii imekwenda kufikia tamati. Asanteni, asanteni sana, na ninawatakieni jioni njema. Kutoka hapa katika kata ya Kabanga wilayani Ngara mkoani Kagera, Anko G, Simamia TV, na nyuma ya kamera yupo Simizi.